John Mnyika, katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameibua mjadala mara baada ya kuweka hapa ujumbe kupitia ukurasa wake wa X, ambapo ameandika: nimewasiliana na mwenyekiti mstaafu Freeman Mbowe, amenieleza hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Natambua kuwa wachache waliojiondoa Chadema, baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Natambua pia mfumo wa serikali na CCM uko nyuma ya baadhi yao kwa nia za kukwamisha no reforms no election, kupasua Chadema na kuhalalisha udhalimu na uharamu unaoandaliwa kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Natambua kuwa mfumo huo ukihusisha mtu wa karibu na rais na mtumishi mmoja wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ndio uliohusika kufungua kesi ya Saidi Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar na wenzake, ambayo wameomba pamoja na mambo mengine shughuli za kisiasa za Chadema zizuiwe wakati kesi ya msingi ikiendelea. Kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye secretariat ya chama kwa takriban miaka 21, mapito mengi ya Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda, hii vita dhidi ya Chadema naamini pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reforms no election. Tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima ya kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho Mnyika amekiandika na ameaddress hapa kwamba amewasiliana na Mbowe na amemueleza kwamba hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wote wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Umeelewa vizuri? Okay, huyu anasema hongera bro, hii article imenyoka bwana. Okay, anasema kaka Mnyika, asante kwa taarifa, ila ikitokea kaka mkubwa Freeman anahama Chadema, wakati aliposhindwa uchaguzi aliapa kubaki kusaidia uongozi mpya, ni kuhakikishia kiama mimi nitakuwa kiongozi wa kumpiga spana kama alivyopigwa kaka mkubwa Peter Msigwa alipohama. Okay, huyu anasema mheshimiwa katibu mkuu Mnyika, Mbowe atalazimishwa na watu wake agombea urais. Ameshasahau swaga za bosi wako. Umeshasahau swaga za bosi wako. Kukalia kimya tu watu wake wanaotumia akaunti za chama na wanabomoa taasisi aliyoijenga kwa miaka 32, ila kuambia Mbowe anapita mule kwa Lipumba na kafu. Okay, anasema Mbowe anatakiwa kutoka hadharani kuzungumzia no reforms no election, pia kesi inayomkabili Lissu na matukio maovu yanaendelea kukiumiza chama. Maana kipindi yeye alivyobambikiwa kesi tuliimba wimbo mmoja, Mbowe sio gaidi na yeye atamke hadharani, Lissu sio mwaini, turudishe imani. Okay, wanasema kwa vyovyote vile hata mtu mpumbavu angesema siendi popote hata kama anaondoka kesho. Ukimya wake tangu timu yake ya kampeni ilipoanza akijua wanakigawa chama, hakujua wanakigawa chama, una maana kubwa sana. Wote walioandaa au kutia sahihi waraka ule waachie nafasi ya uongozi katika ngazi zote. Huwezi kutekeleza no reforms no election wakati wewe unataka kwenda kwenye uchaguzi. Hatua hii italinda heshima yao kisiasa. Kwa hiyo ndio hivyo, comment ni nyingi kweli kweli, kila mmoja amezungumza kwa upande wake au vipi bwana. So hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi, lakini pia mtazamo wako ni nini kwenye sakata hili.